Mradi wa mawasiliano vijijini, lengo kuu ni kusogeza huduma za mawasiliano ikiwemo simu, internet, redio katika maeneo ya vijijini ambayo hayajafikiwa au ambayo bado yanapata huduma hafifu za mawasiliano ya simu kupitia Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL na usikivu wa redio kupitia Shirika la Utangazaji Tanzania TBC. Mafunzo mnayoanza leo ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha mradi huu unaendeshwa kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya, na kupitia mafunzo haya mtajengewa uwezo katika maeneo muhimu matano yakiwemo usimamizi na uboreshaji wa mitandao ya simu vijijini yenye teknolojia ya 2G na 4G, uelewa wa kina wa teknolojia za mawasiliano ya kisasa, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikuu ya mawasiliano core network, uwezo wa kushughulikia changamoto za kiufundi zinazohusu malipo ya simu, sauti na huduma za interneti vijijini. Na mwisho ni kuongeza weledi wa kitaalam katika kusimamia miradi ya TEHAMA inayohusu mawasiliano vijijini. Mtumie muda huu vizuri kujifunza kwa bidii, kuuliza maswali, kubadilishana uzoefu na kushiriki kikamilifu katika majadiliano. Lengo letu ni kuwa na wataalamu mahiri wenye uwezo, weledi wa kusimamia miradi ya mawasiliano vijijini kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu. Kwa hali ya mawasiliano nchini ni kwa sasa eneo la kijiografia lililofikiwa ni 75% pekee. Kwa kuna asilimia nyingine 25 eneo la kijiografia kwamba halina mawasiliano. Maana yake ni nini? Maana yake watu wa maeneo hayo bado hawapati huduma za mawasiliano, lakini vile vile kuna maeneo mengine usikivu wa redio yetu ya taifa bado si mzuri. Kwa serikali kabuni mradi huu ikiwa na malengo makuu hayo mawili. Lengo la kwanza kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo hayana mawasiliano basi yanafikiwa na mawasiliano, lakini maeneo yale ambayo hayana usikivu mzuri wa redio yetu ya taifa TBC basi yanakuwa na usikivu mzuri. Mradi huu ni mradi wa miaka miwili ambao umeanza kutekelezwa mwezi Disemba mwaka jana, lakini utakamilika mwaka 2026 mwezi Disemba. Mradi huu una jumla ya minara 636 ambayo inajengwa. Kati ya hiyo minara 621 ni minara kwa ajili ya mawasiliano ya simu, lakini minara 15 ndiyo kwa ajili ya usikivu wa redio, ambayo uendeshaji wa minara 15 hiyo utafanywa na shirika letu la TBC, lakini minara hiyo 621 ndio shirika letu la mawasiliano TTCL ndio itaendesha minara hiyo. Na katika hiyo minara 621 watoa huduma wengine wataweka mitambo yao kiasi kwamba minara hiyo iweze ni kupatikana na mawasiliano wa makampuni mengine. Leo hii ni mafunzo ya wataalamu kwa sababu baada ya mitambo hii kujengwa na minara hii kujengwa, uendeshaji utabaki kwa wataalamu wetu wa ndani. Kwa serikali iliona ni vyema sasa wataalamu hawa wajengewe uwezo namna gani wanaendesha mitambo hii, kwa sababu mitambo ambayo inajengwa ni teknolojia ya kisasa na teknolojia inabadilika mara kwa mara. Kwa hiyo wataalamu ambao umeona hapa ni wataalamu 140 ni kutoka mashirika haya mawili, nikiwa na TTC na TBC, kwa ajili ya kufundishwa sasa ili mradi ukikamilika waweze kuendesha mitambo hii. Tuna matumaini na huu mradi. Tumaini letu la kwanza ilikuwa ni hali ya usikivu. Radio zetu kwa kweli zilikuwa ziko chini sana. Mpaka huu mradi unaingia tulikuwa tumeweza kufika 70% kwa kushirikiana na wadau wengine. Lakini pamoja na miradi inayoendelea na huu mradi ukikamilika, tunategemea mheshimiwa mgeni rasmi kufika 95% ya wilaya zetu. Wilaya zilikuwepo, lakini usikivu wa radio ulikuwa uko chini sana. Kuna mafundi pia kutoka TBC wenye kada mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea tija ya kuhakikisha kwamba miradi hii inatunzwa na mwisho wa siku tunapata ile value for money ambayo serikali inaitarajia kutoka kwetu. Sasa mafunzo haya yanaweza kutujengea uwezo mkubwa wa kuweza kuhimili miradi hii, namna gani ya kuiendesha, namna gani ya kuhudumia na kadhalika. Kwa hiyo tuna imani kwamba watu wote wakipata haya mafunzo yatawajengea uwezo mkubwa sana wa kuweza kuendana na miradi inayokuja. Sio mradi huu tu, kuna miradi mingi ambayo inaendelea, hata kule USAF tuna miradi mingine ambayo tunaitekeleza. Kwa hiyo tuna imani kwamba
tukiendelea kuwa tunapewa mafunzo haya mara kwa mara, basi ni uwezo wa kutosha ambayo atakuwa anatujengea ili tuweze kujikita katika ufanisi mzuri wa utekelezaji wa miradi.